Bongo One Media. Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mtazamaji na mpenzi wa Bongo One Media, karibu tena katika YouTube channel yetu, tukizidi kukujuza taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Taarifa ambazo nilizonazo siku ya leo ni kuhusiana na mchezaji wa klabu ya Young African Mohamed Hussein Shabalala. Tunafahamu kwamba Shabalala ni mmoja wa wachezaji wenye majina makubwa zaidi ambao tumewashuhudia na wameweza kufanya mambo mengi makubwa zaidi. Shabalala ni mmoja wa wachezaji ambao wametengeneza historia kubwa na rekodi katika ligi ya Tanzania, akiwa ni mmoja ya mabeki ambao wamewahi kuwa na assist nyingi kuliko mabeki wote katika misimu kadha wa kadha iliyopita. Hapo ni pale alipokuwa ndani ya klabu ya Simba. Mchezaji huyu amedumu ndani ya klabu ya Simba zaidi ya misimu 12, na hapa akitokea timu ya vijana ya Kagera Sugar na kujiunga na klabu ya Simba, lakini akaja kuondoka Simba na kujiunga na klabu ya Yanga. Nadhani ni taarifa ambazo tushakujuza. Sasa kile kinachoendelea ndani ya klabu ya Yanga, nadhani mwanzoni nilikujuza kuwa kuna uwezekano mkubwa wa Mohamed Hussein kwenda kuvunja mkataba na klabu ya Young African, kwa sababu makubaliano katika mkataba wake ilikuwa ni aendelee kucheza nafasi ya kwanza, yanaendelee kuwa pendekezo la kocha wa klabu ya Yanga, yanaendelee kucheza katika kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga kama ambavyo alitoka Simba akicheza nafasi hiyo. Sasa mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Mchezaji huyu amekuwa ni mchezaji ambaye anatokea bench na anakalishwa chini na mchezaji anayefahamika kwa jina la Shadow Issa Boka Mede. Sasa baada ya kuona kama mkataba wake unakiukwa, ziko taarifa za wenda kupitia dirisha dogo la usajili akaachana na klabu hiyo au muda wote kwanza sasa kuvunja mkataba na klabu hiyo. Moja ya taarifa ambazo amekuwa akiziandika katika kurasa zake za Instagram Mohamed Hussein Shabalala zimekuwa zenye utata. Yako maneno mbalimbali ambayo yeye mwenyewe binafsi kupitia kurasa yake wa Instagram amekuwa akiandika, na hiki kidhihirisha kwamba yanayoendelea ndani ya klabu ya Yanga hayamfurahishi hata kidogo. Yani thamani aliyokuwa anapewa ndani ya klabu ya Simba na Yanga wakasema watampa thamani zaidi. Kwanza ni kumuongezea mshahara, lakini pia ni kumpa maslahi ambayo ni bora zaidi kuliko alikuwa anapata upande wa Simba. Lakini jambo hili limekuwa ndivyo sivyo kwa mchezaji huyu. Mchezaji huyu imekuwa ni kama mchezaji wa ziada, na Engineer Saidi alimshawishi kuhakikisha anasaini mkataba ndani ya klabu ya Yanga. Na usisahau kwamba wakati Mohamed Hussein anaenda kusajiliwa ndani ya klabu ya Yanga alikuwa amebakiza miezi 6 ndani ya Simba, na alipokuwa amebakiza miezi 6 kimkataba anaruhusiwa kuzungumza na timu yote ile. Simba wakamfuata kwenda kumuongezea mkataba ili endelee kutumikia timu hiyo, na usisahau kwamba ndiye alikuwa nahodha mkuu baada ya John Raphael Bocco kuwa amestaafu ndani ya klabu ya Simba. Niseme kustaafu kwa sababu hata alivyoondoka Simba kule alikoelekea ni kama Simba alikuwa anastaafu. So Mohamed Hussein alikuwa ni captain msaidizi baada ya John Raphael Bocco kuondoka, basi Mohamed Hussein ndiye akawa nahodha mkuu. Klabu ya Simba ilimfuata Mohamed Hussein kwa ajili ya kumuongezea mkataba, japo wao walimwambia wanamuongezea mkataba lakini hawatamuongezea mshahara. Yani wao walisema watamuongezea mkataba lakini hawamuongezei mshahara. Nadhani ni jambo kubwa ambalo kwa namna moja au nyingine mchezaji hakufurahishwa nalo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine akaona asainiwe Yanga ambao walikuja na ofa nono, lakini kimkataba kuna baadhi ya vitu inadaiwa ndani ya Yanga vinakiukwa, ikiwemo kupata nafasi mara kwa mara ya kucheza, hasa kucheza kama kikosi cha kwanza. Kwa ubora aliokuwa nao Mohamed Hussein, kukosa nafasi katika kikosi cha kwanza hii kidogo inafikirisha. Sasa watu wengi wanajiuliza, je, ni kweli Mohamed Hussein kiwango kimeshuka au Shadrack Boka kiwango chake alichonacho kilikuwa ni bora kuliko Mohamed Hussein? Japo wakati yuko Simba Mohamed Hussein alikuwa inadaiwa ndiye beki bora namba 3 kuwahi kutokea na hayupo kumfananisha naye. Lakini sasa imekuwa tofauti baada ya yeye ni msimu mmoja tu ndo amehamia Yanga, hata hajafikisha nusu msimu, lakini ameanza kukosa nafasi na akionekana ni chaguo la pili na sio tena chaguo la kwanza kama ilivyo kwa upande wa Simba. So yale maneno ambayo Mohamed Hussein anaandika katika kurasa zake za Instagram yanadhihirisha kwa namna moja au nyingine hana furaha ndani ya Yanga na muda wote kwanza sasa ataondoka. Na moja ya neno ambalo amelizungumzia ambalo limeleta utata ni neno ambalo aliandika katika akaunti yake juzi, na hili linadhihirisha kwamba
yeye hana muda mrefu atakuja kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Je, usajili wa Mohamed Hussein ndani ya Yanga wewe kwa upande wako uliuzungumziaje au ulionaje? Na je, Mohamed Hussein kubaki ndani ya Yanga unaona ni sahihi au unaona ni kweli avunjiwe mkataba aondoke, au yeye mwenyewe asubiri amalize muda wake aweze kuondoka? Ni kipi sahihi? Na je, unaona Yanga ni kweli wanastahili kuendelea kumpiga benchi? Je, unaona ni kweli Mohamed Hussein kiwango chake anazidiwa na Shadrack Issa Boka au ni mapendekezo ya kocha? Haya yote ni yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii. Subscribe ili uendelee kupata taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje Tanzania. Asante.